Mimi naitwa Happiness Justin. Leo nipo katika kata yetu ya Kunduchi katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani 2026 ambayo imebeba kauli mbiu ya haki na usawa kwa wasichana na wanawake, msingi jumuishi kuelekea dira 2050. Na nilialikwa hapa kwa ajili ya kuweza kuwa mwezeshaji katika mada zinazohusiana na sheria, ambapo tumeweza kuwaelimisha wanawake kuhusiana na elimu ya kisheria katika swala zima la biashara, namna wanavyoweza kusajili vikundi vyao, kuandika katiba zao, namna wanavyoweza kusajili makampuni, kuandaa documents, ikiwa pia ni pamoja na namna ya kuweza kusajili biashara binafsi, sole proprietor. Lakini pia tumewapa elimu ya umiliki wa mali kwa kutambua kuwa sheria zetu zimeweka usawa kwa wanawake na wanaume katika swala zima la umiliki mali, kuwa pia wanao uwezo wa kumiliki mali na sheria haiko bias kwamba ni wanaume tu wanamiliki mali. Hiyo ni katika kupromoti swala zima la usawa kwa wanawake. Na katika swala la ajira pia nimewaelimisha kuwa sheria zetu za kazi pia haziko bias. Kuna fursa sawa kwa wasichana, wanawake na wanaume katika swala la ajira, na hata nafasi zile kubwa wanawake wanayo fursa kwenye swala zima la ajira, kwa kuwa sheria zetu zinawaruhusu wote kuajiriwa, iwe ni wanawake na wanaume. Urithi wa mali pia sheria zetu pia haziko bias. Wanawake pia wana haki ya kurithi mali. Kwa hiyo tumewaelimisha hayo yote kwa kutambua kuwa watunga sheria wa nchi yetu walitambua swala zima la usawa la upande wa wanawake na wasichana katika masuala mbalimbali. Haijawa bias, sheria yetu haijawa bias. Wewe binafsi unafanya kazi gani na unatoa wito gani kwa jamii? Mimi kama wakili wa kujitegemea ninapenda kutoa wito kwa wanawake kuwa upo usawa katika masuala mbalimbali, na katika sheria zetu za nchi zimetupa uwanja mkubwa sana wa wanawake kuweza kuwa sawa na kupata usawa huo. Kwa hiyo wanawake tusiwe nyuma kwa kusema labda siwezi kufanya hichi na kile au hili na hili. Nadhani kama kauli mbiu inavyosema, haki na usawa kwa wasichana na wanawake, msingi jumuishi kuelekea dira 2050, tuweze kutumia nafasi ambayo watunga sheria wa nchi yetu na sheria za nchi yetu zimetuwezesha wanawake kujikita katika masuala mbalimbali yanayopromoti usawa. Kwa upande wa mtaani, changamoto kubwa ambayo nakutana nao kwa upande wa wasichana na wanawake ni wao kutokuwa na uelewa kwamba wanao uwezo wa kumiliki mali. Wanawake wengi, haswa wale ambao wanakuwa wameolewa, wanadhani kwamba wakishaolewa nafasi yao ya umiliki wa mali inakuwa imepotea. Hawafahamu kwamba pia wao wana uwezo wa kumiliki mali. Kwa hiyo baada ya muda fulani, endapo watajikuta hawana chochote, wanajilaumu kwamba walipoteza muda au hawakujua. Huo ni aina ya moja ya migogoro ambayo tunakutana nao. Kwa upande wa uwekezaji, kiukweli wanawake wanawekeza sana, lakini changamoto kubwa ambayo iliyopo kama ilivyo katika swala la umiliki wa mali ni wao kutokuwa na elimu ya kuweza kuwa wamiliki wa zile biashara. Kwa hiyo unakuta wanawake wao unakuta mwanamke ndo anafanya biashara kila kitu, lakini si mmiliki halali. Kwa hiyo bado wao wenyewe hawajawa na ile ufahamu na uelewa wa kutosha kwamba wanaweza kuwa wamiliki au tuseme owners. Iwe ni biashara anaweza kuwa yeye ni mmiliki, iwe ni nyumba anaweza kuwa ni mmiliki, iwe ni ardhi anaweza kuwa yeye ni mmiliki. Bado kuna hiyo changamoto, na mara nyingi inatokea haswa kwa wale wanawake ambao wameolewa. Wanamiliki mali ya ndoa, lakini wanasahau kwamba pia wanayo nafasi ya kuweza kumiliki mali. Kwa hiyo hii migogoro inayokuja kuibuka baadaye ni kwa sababu wanawake wanakuwa pale kama kipaumbele katika kuzitengeneza zile mali.